Bwana asifiwe. Praise the Lord. Omwami afume. Wala ni arogosho. Bwana asifiwe. Msalimie mwenzako kwa niaba yangu. Mwambie karibu katika ibada ya siku ya leo. Na umwambie kwamba Mungu ako na neno la wakati kwa sababu ya nafsi yako. Naitwa Samuel Juma Kakai, nimeokoka Yesu Kristo ni Bwana. Nimeoa mke wa kike mmoja. Anaitwa Rachel Juma, simame tu awapungie mkono. Haleluya. Na niko na watoto wawili wa kiume. Mmoja anaitwa Amani, ameketi pale, anayemfuata anaitwa Furaha. Kwa hapendi nikisema last born, anafikiria kuna mwingine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya miaka 10 hii ambayo tumekuwa katika ndoa. Anaendelea kututia moyo licha ya changamoto, tunaendelea kupigana. Nakumbuka kitambo nikiwa nasikia ushuhuda miaka ya hapo nyuma, hapa 2012, 2013, mama alikuwa anasema tunapigana vita vya kwenda mbinguni. Unakumbuka hiyo ushuhuda? Walikuwa wanamaliza na wasema kwamba bado tunapigana vita vya kwenda mbinguni. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya hilo. Siku ya leo nataka ninene pamoja nanyi kwa muda ambao Mungu ataniwezesha. Na wakati ambapo nilikuwa ninaomba Mungu aweze kunipa neno, akaweza kunipa neno ambalo natumaini ya kwamba mtanipa masikio yenu siku ya leo aweze kusikia kutoka kwake. Na sio neno ambalo watu wengi wao wanapenda kulisikia. Bwana asifiwe. Lakini ndio neno la leo. Na ni neno ambalo linanena na moyo wangu. Kwa hivyo ni tumaini langu ya kwamba Mungu pia ataweza kunena pamoja nami. Ujumbe wangu wa siku ya leo ni it's time to wake up. Ni wakati wa kuamka. It is time to wake up. It's time to wake up. Na ninaposema it is time to wake up, inamaanisha kwamba mtu ambaye anaambiwa wake up ni mtu ambaye amefanya nini? Amelala, si ndio? Wewe unaweza kuwa umeketi tu, bila umeketi hivi uko macho. Wabukuzi huwa anasema ulimeso. Na mtu anakuambia wake up. Sio rahisi, si ndio? Mtu anapokuambia wake up, inamaanisha kwamba wewe umelala. Na kama kanisa la leo, ujumbe huu unakuja kwa sababu kuna sehemu ambayo Mungu anaona katika maisha yangu na maisha yako imelemea na tumelala. Wanafunzi walipoambatana na Yesu kwenda mlimani kuomba, yeye anapoomba anajua lile jambo ambalo lilikuwa linamkabili, anajua yale mateso ambayo yalikuwa mbele yake, na anakesha akilia mbele za Mungu akimwambia, kikombe hiki ambacho umekiandaa ni kizito mno, na kama ingelikuwa ni uwezo wangu ningeomba ya kwamba niweze kukiepuka, lakini naomba mapenzi yako yakaweze kutimia. Anapoendelea kuomba, anarudi anaangalia wale alioambatana nao, kina Petero wamefanya nini? Wamelala. Na anawaambia nini? Amkeni, wake up, kwa sababu yale mambo yaliyo mbele yetu sio mambo rahisi. Bwana asifiwe. Wakati ambapo tunaambiwa tuamke, ni kwa sababu Mungu ameangalia, na kuna barua ambazo anaandikia makanisa 7. Sitazisoma, lakini ni barua ambazo zinaashiria kwamba licha ya kwamba sisi tumekusanyika mahala hapa kama kanisa, kuna sehemu fulani ambayo tunaweza kuwa tumelemewa.
Na nataka tusome kitabu cha Timotheo wa pili, mstari wa 3 kuanzia 1 hadi 5. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiozijua wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kuupenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Wakati ambapo Timotheo anaandikiwa hii barua, anaambiwa na Paulo kuangalia na kutii nyakati ambazo zinakuja na kujitenga na watu wa hulka hii ambayo nimetaja pale juu. Mjue ya kwamba hapa awali alikuwa ameonywa, na anaambiwa ya kwamba usiache mtu yoyote ile au dharau ujana wako, lakini anaambiwa ya kwamba katika imani, katika matendo mema, katika upendo endelea, na katika hayo utaweza kumtukuza Mungu. Tunapoambiwa ya kwamba kutakuja nyakati za hatari, na hizo zitakuwa nyakati za mwisho, haya maneno ambayo niliweza kuyasoma kuanzia mstari wa 2 hadi wa 5, unakuja kugundua ya kwamba haya maneno yote yanafanyika wakati huu. Bwana asifiwe. Si watu sasa hivi wanajipenda? Si mnajipenda? Nani hajipendi? Hata mimi najipenda. Bwana asifiwe. Wanapenda fedha. Nani hapendi fedha? Saizi watu wanajifanya hawapendi fedha. Halo, nani hapendi fedha? Nani anapenda fedha? Hata mtoto mdogo hajajua vitu vingi, lakini ukimpea anasema hii nini? Hii pesa. Wenye kujisifu, hiyo iko ama hakuna? Wenye kiburi, iko ama hakuna? Wenye kutukana, hata kuna mwingine pengine ametukana leo asubuhi kabla ya kuja kanisa. Wasiotii wazazi, watoto wetu wanatutii kweli. Kolomo orina acha, unasema enda left, anaenda right. Wasio na shukrani, watu wasio na shukrani kweli. Tulikuwa na mchungaji wakati wa retirement party ya babangu, alikuwa anasema alichukua watoto wa dadake akaishi nao, na alichukua wakiwa wachanga sana. Kwa hivyo walikuwa wengi, wakati mwingi mtoto mchanga ni mtoto wa kulea, anaoshwa, anavishwa, na hata wakati mwingi kwa sababu alikuwa wachanga walikuwa wanakojoa kwa malazi. Sasa anasema yeye mwenyewe alikuwa na mtoto mmoja, lakini amechukua watoto 3 ama sio sema 4 wa dadake. Kwa hivyo akamfanyisha mke wake kazi nyingi, kazi zito. Wale walikuwemo mlisikia hiyo testimony. Na wakati ambapo hao watoto walikuwa wazima, wakaondoka wakaenda, wakaanza kusema ya kwamba hawapendi mke wake kwa sababu aliwatesa. Ndiye akasema, Waswahili walisema tenda wema nenda zako, kwa sababu wakati mwingi mambo mazuri unayowafanyia watu sio kila wakati watarudi kwako na kusema asante. Hata tuliinua naimba wimbo hapa ya wale watu 9 ambao Mungu aliwaponya ukoma, lakini yule aliyerudi kusema asante alikuwa ni mmoja tu. Tunaishi wakati ambapo watu hawana shukrani, watu sio wasafi. Na tunapoongea mambo ya usafi, tunaongea juu ya usafi
wa kiroho na hata kimwili. Watu wasiopenda wakwao. Ni wangapi ambao tunakula na kusaza ile hali ndugu zetu na dada zetu wanalala njaa? Na tunasema ya kwamba tunamjua Mungu, tunajiita bishop, tunajiita pastor. Wasikiziaji wengi sana wako, wasiojijua wakali, wasiopenda mema, wasaliti. Hata Judas alikuwa karibu sana na Yesu, lakini yeye alimsaliti. Na wengi walio karibu yetu, wao ndio wanatusaliti. Wakaidi na wenye kujivuna, wapendao anasa. Wakati ambapo neno la Mungu linatuambia weka, ninakumbushwa Abrahamu wakati ambapo alienda akijaribu kumwomba Mungu ya kwamba aweze kumwokoa kazini wake Lutu. Na anaanza kuomba akisema kwamba kama Mungu utapata yeyote ambaye atakuwa ni mwaminifu. Anaanzia nambari hiyo, alianzia 50. Akateremka mpaka akasema kama kutakuwa ndio anaanza 5 ama hata 1. Na Mungu akasema kwamba ukiwa na huyo mmoja sitaangamiza Sodoma mpaka niweze kumwokoa. Na huo ulikuwa ni wakati ule. Sasa hivi wewe unaweza kufikiria kwamba bado tunao wakati, lakini neno la Mungu asubuhi ya leo linatukumbusha na kutuambia kwamba we don't have time. It is time to wake up. Bwana asifiwe. Na nataka niwaambie ishara ama 5 warning signs. 5 warning signs that your heart is dying. Ishara 5 za kukuonyesha ya kwamba wewe umelala na moyo wako unakufa. 5 warning signs ili uweze kujua ya kwamba wewe umelala na ni wakati wa kuamka. Number 1 ama ya kwanza, sin doesn't grieve you anymore. Dhambi haikuletei huzuni sahihi. Sin doesn't grieve you anymore. Ama dhambi haikuhuzunishi hata kidogo. What once convicted you now feels like normal, and your conscience grows quieter over time. Naomba mtu apewe microphone na ninasomea kitabu cha Waefeso 4:17 hadi 19. Ephesians chapter 4 verse 17 up to 19. Nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana. Tangu sasa msienende kama mataifa waendavyo katika ukatili wa nia zao. 18. Ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarakishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. 19. Ambao wakisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kujifanyizia kila namna ya uchafu kwa kutamani. Amen. Bwana asifiwe. Ishara ya kwamba wewe umeanza kulala ni wakati ambapo unajikuta ya kwamba unaingia katika dhambi na moyo haukupi huzuni ya aina yote. Hauhuzuniki ama hauhumiki kwa njia yoyote ile. Na mambo ambayo tunayafanya, kuna wakati mwingi hata kitambo tukaimba ile wimbo ya hakuna dhambi ndogo. Kwa sababu watu walikuwa wamefika mahali wanasema kwamba hii ni kidogo tu. Hii ni kidogo. Bwana asifiwe. Tumefika katika eneo ama era ama wakati ambapo watu ambao wameitanishwa na jina la Kristo, ambao wanajiita wa Kristo, wanatenda dhambi kiholela tu, na hiyo dhambi haiwaletei hata huzuni wowote moyoni. Tunasema ya kwamba nchi hii ni 80%, 80% watu ambao wanaokoka wanamjua Kristo, lakini ukienda kwa world rankings, sisi ndio tunaongoza katika ufisadi. Sisi ndio tunaongoza katika mauaji. Sisi ndio tunaongoza katika uzinzi. Bwana asifiwe. Kwa sababu Biblia inatuambia kwamba utawajua kwa matendo yao.
Sio kila mtu anayesema Bwana Bwana atauona ufalme wa mbinguni. Mungu yeye hatazami ya nje, hatazami mwili, hatazami mali uliyo nayo, hatazami vitendo vizuri unavyofanya kwa sababu ya watu wengine. Yeye anaangalia nafsi yako, akiangalia ni nafsi ambayo ina dhambi ama ni nafsi ambayo imeokoka na inamtii yeye. Sasa hivi tunaishi katika era ambayo Wakristo kutoa hongo sio shida. Wakristo kudanganya sio shida. Wakristo kutoka katika ndoa zao waingie na kwenda kufanya mambo maovu huko nje sio shida kwao. Sasa hivi ukiangalia mitandao, wale wanajuanga trending topics. Sasa hivi mwenye ana trend ni Russia, sio? Unasikia mambo ya Russia ambaye alikuwa anatembea akiongea na wake za watu, akiwarekodi bila baada anaenda mpaka nao kwa miguu chumba chake. Na watu wanaanza kuuliza, imekuweje ya kwamba wake wetu ama dada zetu wamekuwa wepesi ili kuingia katika dhambi ya aina hii? Ni kwa sababu wamekufa. Bwana asifiwe. Unapokufa, kutenda dhambi kwako haikui ni jambo ambalo linakushtua. The conscience ama nafsi ambayo tuko nayo ndani mwetu huwa ina respond kwa Mungu wakati ambapo wewe uko karibu na Mungu, anaponena na wewe, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba kila wakati kwa kunakuwa na ile sauti nyepesi nyororo ambayo huwa inakwambia kwamba nisikize, hii ndio njia ifuate. Lakini wakati mwingi tunaziba masikio yetu, tunakosa kusikia sauti hiyo. Anakwambia usiibe, hii ni dhambi, omba utapewa. Wewe unaona shortcut kuiba. Na kila wakati unapopuuza hiyo sauti, inafika mahali inaenda ikipotea hadi itafika wakati ambapo hautaisikia tena. Na ukifika wakati huo, itamaanisha kwamba your conscience is dead. Na dhambi haitokuhukumu tena. Bwana asifiwe. Na ndio kwa maana Mungu anasema ya kwamba wake up. It is time for you to wake up. Ni wakati wa kanisa kuita dhambi. Sio tabia mbaya. Kuna maneno mazuri ambayo inaletwa siku hizi kujaribu kureplace dhambi. Kwa Biblia uzinzi unaitwa tu uzinzi, hauitwi tabia mbaya. Bwana asifiwe. Uongo unaitwa tu uongo, hauitwi uongo mdogo. Hata ukiwa kwa simu na uko mbali na yule ambaye anakupigia, mwambie tu kweli. Kama uko Mombasa, mwambie uko wapi? Na kama uko Kitale, mwambie uko Kitale. Tulikuwa na mkutano mwaka uliopita, na tukiwa katika huo mkutano, mmoja akauliza, kuna ndugu yetu ambaye atakana kuwa katika kikao hiki, mbona leo hayupo? Watu wakaanza kucheka, kwa sababu alikuwa anamwambia mke wake ya kwamba yeye bado ako Mombasa, ili hadi wale ambao wako pale wanajua akotoa Kitale. Inaashiria ya kwamba tumekuwa watu waongo, na uongo huu umefika mahali ya kwamba umekolea kiwango ya kwamba hatuiti kuwa ni dhambi tena. Bwana asifiwe. So it is time for us to wake up. Ambia mwenzako wake up. Jambo la pili la kuashiria ya kwamba umelala, prayer feels distant. Maombi yanaonekana yako mbali na wewe. Zaburi 66:18. Zaburi 66:18. Naomba baada muweze kusomea hapo. Waza maombi moyoni mwangu, Bwana asingesikia. Praise the Lord. Kama ningeliwaza maombi moyoni mwangu, Bwana angenisikia. Wakati mwingi ni mawasiliano kati yangu mimi na Mungu. Na ndio kwa maana unaona kwamba nikiwa niko na dhambi moyoni mwangu, ninakuwa na ugumu wa kuweza kukaribia Mungu na kuweza kuomba. Ninakuwa na ugumu wa kuweza kufungua kinywa changu na kuomba. Kwa sababu
Popote pale ambapo dhambi ipo, uwepo wa Mungu haupo. Bwana asifiwe. Giza na mwanga haviwezi kaa mahala pamoja. Na wakati ambapo unaanza kulala, unaanza kufika mahali hauombi tena, kwa sababu unapoenda kuomba unaanza kuhukumika. Hata haya maombi Mungu atayasikia kweli? Na jana nilikuwa nimelewa. Haya maombi Mungu atayasikia kweli? Na jana nilikuwa nazidi. Haya maombi Mungu atayasikia kweli? Na jana nilidanganya. Unaanza kuingia katika hiyo phase ambayo unaanza kujustify, na unaona ya kwamba sina haja hata ya kuomba. Na huo ndio unakuwa uongo wa Shetani. Anakuhukumu ya kwamba unafika mahali unatoka katika sehemu ya maombi. Tumefika nyakati ambazo intercessory teams kwa makanisa mengi na hata shule zote za upili na hata universities, intercessory teams haziko active, zinakaa ni kama zimekufa. Maombi hayako. Na leo hii Mungu anatukumbusha, anatuambia kwamba maombi inatakana iwe ni sehemu yetu kila siku. Anatuambia kwamba ombeni, kesheni, mkisali, mkiutafuta uso wa Mungu, na atapatikana. Bwana asifiwe. Wakati maombi yanakosekana, kanisa linakosa kuwa na nguvu. Wakati maombi yanakosekana, familia inakosa kuwa na nguvu. Wakati maombi yanakosekana, jamii inakosa kuwa na nguvu, kwa sababu ni katika maombi tunapata ushindi. Ni katika maombi tunawasilisha mahitaji yetu kwa Mungu ili aweze kuyashughulikia. Kwa hiyo naomba asubuhi ya leo, kwangu mimi mwenyewe na wewe, ya kwamba tuweze kurudi katika sehemu ya maombi, kwa sababu tukikosa kuwa na maombi katika ibada zetu, tukikosa kuwa na maombi katika jamii zetu, hiyo inaashiria kwamba tumelala na ni wakati wetu wa kuamka. Bwana asifiwe. It's time for us to wake up. Kitambo nakumbuka kulikuwa na groups ambazo zilikuwa zinakumbushana, hata usiku zinapigiana simu kuambia kwamba mimi nimemaliza sehemu yangu ya maombi, chukulia hapo. Unamaliza unahandover, walikuwa naita marathon prayers. Siku hizi unapata ya kwamba hazipo. Wakati ambapo watu wanaomba hapa mbele, wakati wa intercessory ama wakati wa sifa na ibada, unapata mtu amesimama tu, anaangalia mabati, anaangalia ukuta, anaanza kuhesabu hizi pillars ni ngapi. Katika ibada, watu wanapoingia katika maombi, ni ishara ya kwamba wewe pia chukua sehemu yako uanze kuomba. Na ninaomba ya kwamba Mungu atatusaidia tuweze kuomba, tuweze kujua kuomba, tuweze kumkaribia Mungu katika maombi. Bwana asifiwe. Jambo la tatu la kuashiria ya kwamba wewe umelala, you stop being alert and purposeful with how you live. Unaacha kuwa na umakini na kuwa na lengo jinsi ambavyo unaishi. Unaacha kuwa makini na unakosa pia kuwa na lengo jinsi ambavyo unaishi. Waefeso 5:15 hadi 16. Inasema hivi: basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. 16, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Amen. Intentionally alert and choosing holiness. You begin drifting through habits, routines, and temptations without awareness.
When sin drives, you stop being alert and purposeful with your life. Na tunaongea juu ya kuwa alert kwa sababu namba 2 tulisema ukikosa maombi katika maisha yako, hautakuwa na umakini kusikia kile ambacho Mungu anasema katika maisha yako. Umerealize siku hizi ya kwamba watu wengi wanakuja kanisani kwa sababu ni routine. Asubuhi tutakuwa na ibada ambayo ilikuwa inatufunza kwamba mwili wa Kristo, sehemu tofauti za mwili, lakini zote zina malengo mamoja ambayo yanaashiria ya kwamba mwili wa Kristo uko na kusudi moja. Na unapokuwa Mkristo, Mungu hataki tu uamke na uishi maisha kiholela. Anatuhimiza katika neno lake ya kwamba wewe unapookoka inatakikana ukue alert, inatakikana ukue makini. Kwa sababu anapoongea anatarajia ya kwamba ukaweze kumsikia. Tunakosa kumsikia Mungu kwa sababu masikio yetu yamefungana na mambo mengi. We have been overtaken by the events of this world. Tumekuwa overwhelmed na mambo mengi ambayo yanakumba watu wengine duniani humu. We have been overtaken by the events of the world. Na wakati mwingi tunajikuta ya kwamba tunaanza kuishi maisha ya kuwapendeza wanadamu, hatuishi maisha ambayo inampendeza Mungu. Tunaanza kuwa na urafiki ambao unaona haumpendezi Mungu, lakini kwa sababu kuna faida fulani ya kimwili unapata ama ya kifedha, unaamua kuanza kucompromise. Bwana asifiwe. Mungu anaponena na wewe, anatarajia ya kwamba usikie na kutii. Yona anaambiwa aweze kuondoka kwa sababu Mungu ana haja ya kuweza kuponya mioyo ya watu. Ana haja ujumbe huu ukaweze kuwafikia watu. Lakini yeye mwenyewe ako na hasira moyoni mwake ya kwamba hawa watu naongea na wao na hawasikii, hawaokoki, ni watenda dhambi. Anaanza kujiweka kwa viatu za Mungu, anaanza kuhukumu watu. Kama vile ambavyo Isaya alisema ya kwamba yeye pekee ndiye mtakatifu ambaye amebaki katika watumishi wa Mungu. Lakini Mungu anamkumbusha kwamba kunao 7,000 ambao bado hawajapiga goti lao kuweza kumwabudu Baba. Wakati Mungu ananena na wewe, wacha kupigana na yeye. Kwa sababu anasema kwamba obedience is better than sacrifice. Mungu anatuambia tufanye hivi, lakini tunataka tu justify. Tutafute sababu za kumwambia ni kwa nini hatutii kile ambacho ametuambia. Ni kwa nini hatutii kile ambacho anatuelekeza tufanye. Na wakati una behave hivyo, inamaanisha kwamba you are not alert to the voice of God. Samueli anapoomba, anapokuwa katika hekalu, akiwa amelala, anasikia sauti ya Mungu inamwita, lakini anafikiria ni Eli. Anaenda kwa mtumishi wa Mungu, anamwambia, "Naam, umeniita." Anamwambia, "La." Anarudi kulala, anaitwa tena. Anaporudi kwa Eli tena, Eli anamwambia, "Huyo ni Mungu anayekuita. Na atakapokuita tena, mwambie kwamba naam, mimi mtumishi wako ni tayari kusikia." Tunaweza kuwa watu 500 hapa, lakini kwa sababu masikio yetu yamefungana, tunapoitwa tukose kusikia. Tunaweza kuwa wengi tulivyo hivi, sauti ya Mungu inapokufikia ukose kusikia. Lakini naomba leo ya kwamba Mungu afungue masikio yetu ya kiroho, tuweze kusikia anapotuita, tusikie na tuitike vilivyo, ili tukaweze kufulfill the purpose, ama tuweze kutenda makusudi yake katika maisha yetu. Elewa ya kwamba Mungu alikuumba ili uweze kutimiza kusudi fulani. You are created for a purpose. Mimi nina kusudi langu, mchungaji ako na kusudi lake, wewe uko na kusudi lako. Je, ushawahi enda mbele za Bwana ukamuuliza, Mungu, niko mbele zako, kusudi langu ni lipi?
Na wakati tunakosa kuwa na makusudi, wakati tunakosa kujua makusudi yetu, ndio kwa maana tunaishi maisha ambayo hayana umakinifu, ambayo hayategi masikio kusikia Mungu anasema nini. Ombi langu asubuhi ya leo ni kwamba tuweze kusikia sauti ya Mungu. Bwana asifiwe. Jambo la nne la kuashiria kwamba wewe umelala ama umekufa, you justify small compromises. Unaanza kujustify kwa Kiswahili. Unaanza kujisahihi unapofanya mambo ambayo ni kinyume na sheria. Unaanza kusema this is small sin. It is not that bad. It is just this once. I will repent after I have done this. Sijui kama tushawahi kupata mahali kama hapo. Hii ni dhambi kidogo tu, sio mbaya sana hivyo, na si hata watu wengine pia wao wanafanya. Si hata Deacon aliyepatikana kwa hii mambo. Na si nitafanya mara mbili, nitafanya mara moja tu. Mungu atanisamehe. Hallelujah. Hello. You justify small compromises. Then the moment you begin doing that, you have to understand that that is the beginning of your downfall. Mbweha wadogo wadogo hao ambao unawadharau ndio wanakuja kukuangamiza. Kwa sababu your conscience ama nafsi yako, wakati unaruhusu dhambi inaanza kuikula pole, mwishowe itakuja kuimaliza. Songs of Solomon 2:15. Songs of Solomon chapter 2 verse 15. Songs of Solomon kwa Kiswahili ni wimbo ulio bora. Inasema hivi, wale mbweha wadogo waiharibuyo mizabibu, maana mizabibu yetu yachaliwa. Ama watu wakubwa wao hawaangushwi na mambo makubwa. Bwana asifiwe. Watu ambao ni wakubwa wao wanaangushwa na vitu vidogo vidogo ambavyo wamevidharau. Daudi anaposimama mbele ya Goliathi, yeye anaangalia mwili wake, anaangalia kimo chake, anaangalia silaha ambazo amebeba, mikuki ambayo amebeba, anaangalia ngao ambayo ako nayo, na anaangalia Daudi pamoja na jeshi la Israeli na kulidharau na kulitusi. Na Daudi anaposimama mbele yake, kitu cha kwanza Goliathi anafanya, anacheka. Anauliza, hakuna mtu yoyote katika Israeli ambaye angeweza kusimama mbele yangu kando na huyu mtoto mdogo. Na wazungu akasema kwamba pride comes before fall. Mwanguko mkubwa wa kishindo huwa unakuja wakati ambapo kiburi kinanawiri. Bwana asifiwe. Ukiangalia katika Biblia, watu waliangushwa na vitu vidogo vidogo walivyovidharau, ambavyo katika wimbo ulio bora zinaitwa mbweha dogodogo. Wakati ambapo unadharau vitu kama dhambi hii ambayo unaita ni dhambi ndogo, wakati ambapo unaanza kusema ya kwamba sio mbaya, wakati unaanza kusema ya kwamba mwingine alifanya, kwa hivyo wewe pia uko na haki ya kufanya. Samson alikuwa na nguvu nyingi sana, na angeangamiza jeshi zima akiwa yeye peke yake. Na kuna mambo tu machache ambayo Mungu alimwambia asifanye. Mojawapo alimwambia asinywe kileo, asilewe. Bwana asifiwe. La pili, asinyoe hiyo nywele. Na la tatu,
asitangamane na zile kabila zingine zilizokuwa zinawazunguka, Wafilisti, Waamaleki na hao wengine. Hii hali ilikuwa inaashiria kwamba asiinamie miungu ya Wafilisti. Lakini unakuja kurealize ya kwamba baada ya kuua watu wengi, baada ya kushinda jeshi la Wafilisti, anafika mahali kiburi kinamwingia, mpaka wazazi wake wanapomuonya kinyume na Delila, yeye anadharau. Na Delila alifanya nini? Alimpea pombe akakunywa na akamnyoa nywele. Na baada ya hapo, huu ndio ulikuwa mwanzo wa mwisho wake. Anamalizia hekaluni, ingawaje aliua wengi katika kifo chake zaidi ya vile alivyoua akiwa hai, lakini linakuwa ni funzo kwetu ya kwamba tusidharau dhambi ya aina yote ile. Dhambi ni dhambi, hakuna dhambi ndogo. Bwana asifiwe. Inapokuendelea, the Bible says the devil is like a lion, he roars around looking for whom to devour. Ni kama ule simba, lakini anapokuja wewe unafikiria kwamba huyu ni paka. Wakati ambapo anakukamata, unajikuta ya kwamba hauna nafasi nyingine ya kuepuka. Jambo la tano ambalo linaashiria ya kwamba wewe umelala na ni wakati wa kuamka. You avoid spiritual accountability. Unahepa mahali popote ambapo watu watakuuliza kuhusu maisha yako ya kiroho. You avoid spiritual accountability. Watu ambao wanakufa kiroho, wakati mwingi wao unaona ya kwamba wanaanza kuondoka katika ushirika, wanaanza kuondoka katika kanisa, wanaanza kuacha marafiki wale ambao watawauliza na kufuatilia mambo yao ya kiroho. They run away from any Christian setting. Wanaanza kutembea na watu ambao watasupport ile mitazamo ama tabia ambayo wameiga sasa. Hautaki kukutana na mchungaji, hautaki kukutana na mama kanisa, hautaki kukutana na mzee wa kanisa, hautaki kukutana na mama mtaa. Wakiita ushirika, wewe hautaki kuwepo, kwa sababu ukiingia katika ushirika, ukiingia katika Christian setting, watu wataanza kukuambia unaendeleaje, uko vipi, na maswali kama hayo, kwa sababu umekufa, yanaanza kukukera. Bwana asifiwe. Hautaki kumsalimie Bwana asifiwe. Na mchungaji alikuwa anasema alikutana na ndugu mwingine, walikuwa naye, alikuwa diko kwa kanisa walioanzisha wakati ule mwingine, na akawa anaondoka akaingia dhehebu lingine. Alipomsalimia Bwana asifiwe ndugu yangu, akamwambia mzuri basi. Na hapo akasema kwamba nilirealize ya kwamba huyu ndugu yangu hatuko katika njia moja tena. Kwa hiyo wakati wowote ule ambapo wewe unaanza kuondoka katika ushirika wa wale ambao ni Wakristo, wakati ambapo hautaki kuulizwa maswali, then jua ya kwamba wewe umeanza kukufa. Neno la Mungu linataka turudi katika ile asili ya kutembea katika utakatifu, kwa sababu anasema ya kwamba be thou holy for I am holy. Kuweni watakatifu kwa sababu ni mtakatifu. Nasema hakuna yeyote yule ambaye atamuona Mungu bila utakatifu.